Tume maalumu imeundwa katika bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanza kujadili suala la kuondolewa kwa kinga ya kutokamatwa kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila. Tume hiyo ina masaa 72 kuwasilisha ripoti yake kwa bunge la Seneti. Mjadala huo umefanyika wakati wa kipindi cha kikao maalum siku ya Alhamisi. Hata hivyo, inadaiwa kuwa na mgawanyiko bungeni, wengine wakiunga mkono hoja hiyo, ilhali wengine wakirejelea kifungu cha 224 cha sheria za utaratibu wa Seneti, wakiamini kwamba utaratibu huo unapaswa kuwasilishwa kwa kupigiwa kura bungeni. Ikiwa hoja kutaka ondolewe kinga itaungwa mkono, atapoteza hadhi yake ya kuwa seneta wa kudumu na hivyo basi kuweza kushtakiwa. Kabila anashukiwa kuwa na uhusiano na Congo River Alliance, muungano wa makundi ya uasi. Anashtakiwa kwa uhaini, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na kushiriki katika harakati za uchochezi. Vitendo hivyo vinadaiwa kutokea baada ya muda wake wa rais kuisha. Addis Ababa. Chama kikuu cha upinzani nchini Ethiopia kimetoa wito kwa Umoja wa Afrika kuingilia kati juhudi za upatanishi kati yake na serikali baada ya bodi ya uchaguzi kubatilisha hadhi yake ya kisheria kama chama. Chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF kimesema hatua kukipiga marufuku kufanya shughuli zozote za kisiasa ni hatari na ni tishio kubwa kwa makubaliano wa mwaka 2022 ambao alimaliza miaka 2 ya mzozo katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia. Chama hicho kinachotawala Tigray na kutawala nchi nzima kwa miaka mingi kilipigwa marufuku usiku wa Jumatano kwa kushindwa kufanya mkutano mkuu. Uamuzi huo unafuatia miezi kadhaa mvutano wa kisiasa huko Tigray na unakuja kabla uchaguzi wa nchi nzima ambapo unatarajiwa kufanyika mnamo mwezi Juni mwaka ujao. Chama hicho kiliongoza muungano ambao ulifanya mapinduzi ya mwaka 1991 na kutawala nchi ya Ethiopia hadi mwaka 2018 wakati waziri mkuu Abiy Ahmed alipoingia madarakani. Ilipigana vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 2 dhidi ya serikali vilivyomalizika kwa makubaliano yaliyotiwa saini mnamo mwezi Novemba mwaka 2022 baada ya maelfu ya watu kuuawa na mamilioni ya wengine kufurushwa makwao kaskazini mwa Ethiopia. Washington. Mwanadiplomasia mkuu wa Marekani Marco Rubio amesema hana matarajio makubwa katika mazungumzo ya amani ya Ukraine na Urusi yanayofanyika huko Uturuki na kwamba Rais Donald Trump na Rais wa Urusi Vladimir Putin wanahitaji kukutana ili hatua iweze kupigwa. Volodymyr Zelensky alithibitisha kuwa Ukraine itatuma wajumbe kwa ajili ya mazungumzo hayo mjini Istanbul, lakini alikosoa ujumbe wa ngazi ya chini uliotumwa na Urusi. Hata hivyo, msaidizi wa Rais wa Urusi Vladimir Medimeshki alisisitiza kuwa timu ya Kremlin ina uwezo wote muhimu. Mazungumzo ya Istanbul yanaashiria mazungumzo ya kwanza moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine tangu mwaka 2022. Urusi imedokeza kuwa inataka kuendelea kuanzia pale walipoishia. Yaliyokuwa yakijadiliwa yalijumuisha Ukraine kuwa nchi isiyoegemea upande wowote, kupunguza ukubwa wa jeshi lake na kuachana na matarajio ya wanachama wa NATO, masharti ambayo Ukraine imekataa mara kwa mara. Mapigano nchini Ukraine yanaendelea huku Urusi ikisema kuwa vikosi vyake vimeteka vijiji viwili zaidi katika eneo la mashariki mwa Donetsk siku ya Alhamisi. Moscow sasa inadhibiti takriban 20% eneo la Ukraine pamoja na rasi ya kusini ya Crimea ambayo ilichukua mwaka 2014. Gaza. Karibu watu 64 wameuawa kutokana na mashambulizi ya Israeli ndani ya ukanda wa Gaza. Hayo ni katika wakati shinikizo likiongezeka kwa Israel kufungua njia za kupeleka misaada ya kiutu kwenye ardhi hiyo ndogo ya Palestina. Shirika la huduma za kiraia la ukanda wa Gaza limesema Israel imelenga makazi ya watu upande wa kaskazini na kusababisha idadi hiyo ya vifo na kujeruhi makumi, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Haya yanaarifiwa wakati ambapo Marekani iliyo mshirika wa karibu wa Israel ikielezea wasiwasi wake mkubwa juu ya hali ya kiutu kwenye ukanda wa Gaza. Rais Donald Trump akikiri kwa mara ya kwanza kwamba watu wa Gaza wanataabika kwa njaa na kuahidi kuwa Washington inafuatilia kwa karibu hali hiyo na itaishughulikia. Katika siku za hivi karibuni, mashirika kadhaa ya kimataifa yameonya kuwa ukosefu wa chakula kwenye eneo hilo umefikia kiwango kisichomithili na kutoa rai kwa Israel kuruhusu misaada ya kiutu kuingia ndani ya ukanda wa Gaza. Libreville. Rais wa zamani wa Gabon Ali Bongo Ondimba pamoja na familia yake wameachiliwa kutoka kizuizini na wamewasili kwenye mji mkuu wa Angola, Luanda. Hayo yameelezwa na ofisi ya rais wa Angola kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa rasmi wa Facebook ikiambatana picha zinazomuonyesha Bongo
akikaribishwa kwenye uwanja wa ndege mjini Luanda. Imesema kuachiwa kwake kunafuatia mazungumzo kati ya Rais Joao Lourenço wa Angola na kiongozi mpya wa Gabon, Brice Oligui Nguema. Bongo, ambaye familia yake ilitawala Gabon kwa miaka 55, aliondolewa madarakani kwa mapinduzi ya jeshi mnamo Agosti mwaka 2023. Tangu wakati huo, yeye, mkewe na mtoto wao wa kiume walikuwa katika kizuizi cha nyumbani kwenye mji mkuu Libreville kwa tuhuma za ubadhirifu wa fedha za umma.